Ni ripoti za Ayo TV kutokea Kiluvya Madukani, mkoa wa Pwani. Itakumbuka kwamba kulikuwa na sakata juu ya uwepo wa kituo ambacho ilisemekana si rasmi juu ya mafunzo ambayo yalikuwa yakiendelea kidini, hususan kwa waumini wa dini ya Kiislamu katika maeneo haya, ambapo leo hii Ayo TV tumefika katika Masjidi Salafu, ambapo hapa kwa sasa unaendelea ujenzi wa mabweni ya wanafunzi ambao watapata elimu katika msikiti huu. Na itakumbuka kwamba hatua hii inatokana na viongozi mbalimbali wa kiserikali baada ya kutoa matamko, na ikiwemo baadhi yao kufika maeneo haya na kufungia kituo hiki ambacho kilikuwa ndani ya msikiti, lakini kisha baadaye ukafanyika mchango na harambee mbalimbali ya kuchangia ujenzi wa mabweni ya wanafunzi ambao pengine itasaidia wakae sehemu moja na kuepukana na mazingira yasiyo rafiki. Ayo TV imefika hapa na kuzungumza na uongozi wa msikiti, pengine kujua nini ambacho kinaendelea baada ya kutolewa kwa michango hiyo, na pengine kama hatua za ujenzi zimefanyika basi zimefikia hatua gani. Mimi natumika ndaba, tuungane kwa ripoti zaidi kutokea Kiluvya katika Masjidi Salaf. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Waziri Omari Waziri. Ni msimamizi wa madrasa hii, madrasa ya tahfizi ya Qur'ani kwa vijana wa kiume iliyopo mkoa wa Pwani, wilaya ya Kisarawe, kata ya Kiluvya, kijiji cha Kiluvya Madukani. Na ndugu zangu, ikumbukwe madrasa hii mnamo tarehe 11 ya mwezi wa 7 2024 alikuja mkuu wetu wa wilaya ya Kisarawe Bwana Petro Magoti kuja kukagua mazingira ambapo wanafunzi walikuwa wanaishi katika jengo hili la msikiti hapa kama linavyoonekana. Kwa hiyo kuja kukagua akaona mazingira si rafiki. Sidhani video ilikuwa maarufu na Watanzania wote na walioko nje ya Tanzania waliona video hile. Haswa kikubwa zaidi kilikuwa mazingira yalikuwa si rafiki, ikiwemo hosteli za kulala, ilikuwepo mazingira ya kujisaidia na sehemu ya kupikia ilikuwepo si rafiki. Mkuu wetu wa wilaya akaamrisha huduma hii isitishwe kwa muda mpaka hosteli zikamilike. Baada ya hapo kweli sisi tukawatoa vijana wakabidi waende makwao. Mnamo mwezi tarehe 15 ya siku ya Jumamosi ya tarehe 15 mwezi mwaka 2024 alikuja tena mkuu wetu wa wilaya ya Kisarawe, akija pamoja na mifuko ya simenti ipatayo 150 kwa ajili ya kuanza ujenzi wetu wa hosteli kama inavyoonekanika huku nyuma. Kwa hiyo baada ya hapo, kwa sababu michoro tulikuwa nayo na baadhi ya material tulikuwa nayo, kwa hiyo yeye akaja kututia nguvu kuona kile ambacho alichokikuta hapa ni kikubwa zaidi ni hosteli. Kwa hiyo akaona atutie nguvu. Tunashukuru kwa kweli, alitupushi kwa kiasi kikubwa. Baada ya hapo nafikiri miradi yayo ilinioji kwa muda kidogo, tukaelezea namna tunavyotaka kufanya. Wadau mbalimbali wa ndani ya nchi na nje ya nchi walituchangia, mwenye 200,000, mwenye 300,000, hivyo kidogo kidogo mpaka hapa ujenzi ulivyokuwa ukiendelea. Waziri wetu wa ulinzi alituletea mifuko 100 ya simenti, naye tunamshukuru sana. Akaonyesha moyo wa dhati na kuguswa na jambo hili, akamwagiza mkuu wa mkoa wa Pwani Mheshimiwa Abubakari Kunenge akiambatana na kamati yake ya ulinzi na usalama ya mkoa, na pamoja na mkuu wa wilaya ya Kisarawe akiambatana na kamati yake ya ulinzi na usalama ya Kisarawe, walikuja kutukabidhi mifuko 100 hapa kutoka kwa waziri wetu wa ulinzi. Baada ya hapo mkuu wetu wa wilaya ya Kibaha alitupatia samitrela 2, tunashukuru sana. Pia na mkurugenzi wa Chalinze alitupatia samitrela 1 la kokoto. Mpaka hapa mnapoona ndugu zangu, foundation imeshakamilika. Kwa wale wa Tanzania mbalimbali na nje ya Tanzania waliochangia, si busara kuona kila alichokitoa tusiwaonyeshe palipofikia.
kile walichokitoa kupitia pesa zao natuma hivyo kidogo kidogo, huyu katuma 500,000 600,000, mpaka hivi sasa tumeshakamilisha foundation kama inavyoonekanika hapo. Kwa hatua foundation tumeshakamilisha. Hatua inayofuata sasa hivi ni kunyanyua nguzo zetu kwa ajili ya kuitafuta slabu juu, na injinia amesema inahitajika tani 4 za nondo milimita 16 kwa ajili ya kunyanyua nguzo zetu hizi. Kwa hiyo tunaomba sana haswa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, kiukweli imeonyesha ushirikiano mkubwa. Hasa tunamshukuru sana rais wetu. Kama mnavyoona, vijana wanakuja wanasoma na kuondoka, wanakuja wanasoma na kuondoka. Na kama mnavyojua, siku zote kijana anapotulizana sehemu moja, kwa sababu sasa hivi mazingira yameharibika kwa kweli. Sisi hapa tunatengeneza, lakini akifika huko mazingira namna yalivyo mtaani, unakuta anachukua vitu viwili kwa wakati mmoja, na siku zote tunaambiwa mshika mawili moja umponyoka. Sasa na zaidi mambo ya mitaani huaga ndio yanaharibu sana vijana. Kwa tulikuwa tunaomba wadau mbalimbali kupitia miradi hayo, na nafikiri itarushwa wa Tanzania na nje ya Tanzania, wengi mtaona. Basi sisi lengo letu au maombi yetu, tunaomba angalau ground floor tu hii, kwa sababu jengo letu hili linaenda juu ghorofa 5, lakini sisi tunakuombeni ground floor tu, ili vijana waweze kurejea na waweze kuhifadhi Qur'ani hapa. Kwa hiyo tunakuombeni sana wadau mbalimbali, mlione hili. Sisi haja yetu sio jengo lote, hapana, ground floor tu tukiipata hii ya chini, ili vijana waweze kurudi na waje waendelee na masomo yao. Kwa mpaka hatua hii ilipofikia hapa, wengi walikuwa wanachangia kupitia namba yangu ya simu ya mkononi ambayo ni 0719 380 268. Jina litakuja Abdallah Samudu. Nafikiri wengi walichangia mpaka ujenzi huu kufikia hapa kwa namba hii ambayo nilitaja, kwa 0719 380 268. Usajili ni Abdallah Samudu. Jambo la kwanza, kama alivyotangulia kusema ndugu yangu, tunatoa shukrani kubwa kwa wadau wote waliochangia, wadau wa serikali akiwemo mama yetu mpendwa na wawakilishi wake kwa ujumla, na watu baki katika Watanzania ambao waliguswa na jambo hili. Tunapenda kutoa shukrani kwa ujumla kwa ndugu zetu wote ambao waliliona jambo hili. Na jambo la pili, napenda kuwakumbusha ndugu zangu kwamba hili jambo bado halijamalizika. Kwa hiyo tusirudi nyuma. Tulikuwa na spidi kubwa katika kuchangia katika jambo hili, lakini baadaye spidi hile ikapungua. Kwa hiyo nawakumbusha tuamke na tujue kwamba hili jambo linahitajika kumalizika ili kuweza kuwaokoa vijana. Wapo wanakuja na kuondoka baadhi ya vijana, lakini hayo mazingira kama ndugu yangu alivyogusia sio mazingira rafiki kwa kijana ambaye anasoma. Mazingira ya kutulizana ndio mazingira yaliyokuwa bora zaidi. Na mwisho kabisa, napenda kuwakumbusha ndugu zanguni katika swala zima la kutukuza kile ambacho tunakitoa. Kidogo, kikubwa, usikidharau. Hicho kidogo ambacho unakiona wewe kwamba mimi nikitoa kitasaidia kitu gani? Wallahi hicho kidogo ndo ambacho kimetufikisha sisi hapa mpaka tumeweza kumaliza hii foundation.